Wahenga husema kuwa mafanikio ya jambo lolote huanzia kwenye misingi imara, mahali ambapo wengi hawapendi kuangalia, lakini ndipo hatima ya ushindi huamuliwa. Ni ukweli usiokuwa na shaka kwamba ukuaji wa kipaji chochote huanza katika hatua ya chini kabisa, na kama hakitapata malezi sahihi tangu mwanzo, basi ndoto yake hubaki kuwa kivuli cha mafanikio yaliyotarajiwa. Katika ulimwengu wa michezo, riadha ni miongoni mwa michezo ya msingi zaidi inayojenga mwili, nidhamu na ushindani wa kweli. Licha ya umuhimu wake mkubwa, mchezo huu unaonekana kukwama njiani, hasa pale unapofika katika ngazi ya juu za elimu. Vipaji vingi huonekana kung'aa katika shule za msingi, lakini mwanga wake hupungua kadri safari inavyozidi kuendelea kuelekea sekondari na vyuo. Kupitia Extra Time, leo tunaangazia kwa kina swali zito linalogusa mustakabali wa riadha nchini Tanzania. Kwa nini mchezo huu wa riadha huishia katika shule za msingi na sekondari? Na ni changamoto zipi zinazima ndoto za wanariadha chipukizi kabla hawajafikia kilele cha uwezo wao? Msimuliaji wako ni mimi David Kiamani. Ambatana nami mpaka tamati, huku tukichambua historia ya riadha, hali yake halisi nchini, pamoja na vikwazo vinavyozuia vipaji vya wanariadha kufikia katika ngazi za juu kitaifa na kimataifa. Kila siku tunashuhudia watu wengi wanapenda kukimbia kama kujiweka sawa tu kimwili. Lakini unajua ya kuwa kukimbia ni mchezo ujulikanao kama riadha, na nini historia yake? Kupitia makala haya ya Extra Time, tutazame kwa kina kuhusu mchezo huu, historia yake, pamoja na changamoto zinazopelekea vipaji vya riadha kuishia katika shule za msingi na sekondari. Riadha ni mchezo wa zamani sana. Ulianzia huko Ugiriki ya kale, ikiwa ni karibu miaka 2500 iliyopita, ambapo mbio zilikuwa sehemu ya mashindano ya Olimpiki ya kwanza mwaka 776 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Lakini katika karne ya 19 mchezo huu ulirasimishwa hasa nchini Uingereza, ambapo mashindano ya mbio yalianzishwa katika ngazi ya shule na vyuo vikuu. Na mnamo mwaka 1912 kiliundwa chama cha kimataifa cha shirikisho la riadha IAAF, yaani International Association of Athletics Federations, ili kusimamia riadha kimataifa, na sasa inajulikana kama World Athletics. Lakini kwa upande wa Tanzania, mchezo huu ulianza kuenea wakati wa ukoloni kupitia mashindano ya shule na taasisi za kijeshi, na baada ya uhuru mwaka 1961 mchezo huu ulianza kupewa kipaumbele kama njia ya kuendeleza vipaji. Hakika unaweza kusema kuwa mwanga mzuri ni ule unaomulika katika eneo lenye giza, ili kile kilichojificha kionekane na kuwa matumizi sahihi kwa wahitaji. Hata hivyo, tunajiuliza, kwa upande wa Tanzania mchezo wa riadha ni mwanga sahihi unaoweza kumulika zaidi kwa wachezaji wa mchezo huo? Ukweli mchungu ni kwamba riadha kwa upande wa Tanzania inaonekana kuishia zaidi katika ngazi ya kitaifa, hasa katika shule za msingi na sekondari, huku kuendeleza vipaji vyake katika ngazi za vyuo vikuu kumegeuka kuwa ndoto ya kuota magari na majumba makubwa, huku kipato chake hakina mtaji wa kumfikishia malengo yake. Katika viwanja vya shule zetu, vipaji hivi mara nyingi hubakia ndoto shuleni bila kufanikisha uwezo wao katika ngazi za juu. Hapa tunapaswa kujiuliza swali moja la msingi: ni vikwazo gani vinavyokwamisha wanariadha chipukizi kushinda na kuendeleza vipaji vyao katika shule za sekondari na vyuo vikuu nchini Tanzania? Kwanza tuangazie kwa ufupi sababu zinazopelekea maendeleo hafifu ya mchezo huu wa riadha hasa katika nchi ya Tanzania. Jambo la kwanza ni ukosefu wa miundombinu. Shule nyingi za msingi na sekondari hazina viwanja vya kutosha pamoja na vifaa maalumu vya mazoezi ya riadha. Hali hii inasababisha vipaji vingi kushindwa kufanya mazoezi kwa kiwango kinachofaa, jambo linalopunguza uwezo wao wa kuendeleza ndoto za michezo. Matokeo yake ni kupoteza vipaji vyenye ubora na kuishia kushindwa kuendelea katika ngazi za juu. Jambo la pili, motisha ndogo kwa wanariadha chipukizi. Motisha ni kigezo kikuu cha maendeleo, lakini wengi wanariadha wa shule za sekondari wanakosa msukumo wa kuendelea. Wanafunzi hawa hawapati zawadi, heshima au hata fursa za kuendeleza vipaji vyao, jambo linalosababisha kuacha ndoto zao. Ukosefu huu wa motisha
hufanya vipaji vingi kubaki vipya tu shuleni bila kufanikisha ndoto za kitaifa au kimataifa. Jambo la tatu ni ukosefu wa makocha waliobobea. Shule nyingi za msingi na sekondari hufundishwa na walimu wa kawaida tu katika mchezo wa riadha ambao hawana ujuzi wowote wa kitaalamu kuhusiana na mchezo huo. Hii inasababisha vipaji vingi kushindwa kukua kwa kiwango cha juu, kwani hawawezi kupata mwongozo sahihi wa mbinu za mazoezi ya nguvu, kasi na ustadi maalumu. Jambo la nne ni kukosekana kwa mashindano ya mara kwa mara. Shule za msingi mara nyingi huandaliwa mashindano mara kwa mara, jambo linalochochea motisha na ushindani miongoni mwa watoto. Hata hivyo, katika shule za sekondari na vyuo, mashindano ya riadha mara nyingi hupunguzwa pamoja na kusitishwa, hali inayosababisha wanariadha kushindwa kuonesha vipaji vyake, kupata uzoefu wa mashindano na kujijengea sifa katika michezo hii. Shule na jamii kwa ujumla hupendelea zaidi michezo kama vile mchezo wa mpira wa miguu kuliko riadha. Matokeo yake, rasilimali, uwekezaji na heshima vinapewa michezo hiyo, huku riadha ikibaki chini ya mipaka. Hii inasababisha wanariadha wengi kushindwa kuendelea, kwani hatimaye wanajikuta hawana msaada wa kuendeleza vipaji vyao. Jambo la sita ni ukosefu wa sera madhubuti za kuendeleza michezo hiyo. Hakuna sera madhubuti zinazolenga kuendeleza riadha kwa kila ngazi ya shule. Ukosefu wa miongozo hii inafanya iwe vigumu kupanga mashindano, kutoa motisha au kudumisha vipaji. Lakini licha ya changamoto hizo, kuna baadhi ya wanariadha wachache ambao waliweka historia kubwa katika mchezo na kuweza kushiriki mashindano makubwa kama vile Commonwealth Games, All African Games pamoja na Olympics. Philbert Bayi alivunja rekodi ya dunia mwaka 1974 kwenye mbio za mita 1500 na kushinda medali ya fedha kwenye michezo ya Olimpiki mwaka 1980 nchini Moscow. Lakini pia aliweza kushinda dhahabu katika mashindano ya Commonwealth Games. Suleimani Nyambui, huyu alishinda medali ya fedha kwenye mbio za mita 5000 kwenye Olimpiki ya mwaka 1980. Ni mmoja wa wanariadha walioweka historia kwa Tanzania. Ni kweli kabisa ya kuwa kuna wanariadha waliofanya makubwa enzi hizo, lakini hata kwa sasa wapo wanaojitahidi kupambania ndoto zao ambao wanatambulika kimataifa kama wanariadha kutoka nchini Tanzania na kubeba tuzo mbalimbali, akiwemo Alphonce Simbu aliyeweza kuibuka mshindi huko nchini Japani katika mbio ndefu za marathon. Nisiwe mwongeaji sana nikamaliza utamu wa chakula kizuri kilichopikwa na mpishi bora. Na hapa kumbuka ya kuwa njia yenye misukosuko lazima kuwepo na njia ya kufanya ili kuweza kufika salama. Na je, nini kifanyike kwa upande wa riadha ili kukua mpaka ngazi ya juu? Hapa ukweli wa kina, lazima uwekezaji wa kutosha uwepo, motisha ya mchezo huo iendelezwe vya kutosha, bila kusahau elimu ya makocha wawepo ili kupeleka mchezo huo mbele zaidi, na mikakati ya sera ya serikali ilenge zaidi kuinua riadha nchini. Langu jina ni David Kiamani na hii ni Extra Time ya SAUT TV.